Mazungumzo ya Footprints yanahusu ufahamu na uzoefu kutoka kwa viongozi wenye tajiriba katika sehemu zao za kazi na biashara, na huchukulia kazi zao kama nafasi ya huduma. Mazungumzo ya Footprints wiki hii ni sehemu ya pili ya kanuni za mafanikio kulingana na Mambo ya Nyakati 2 mlango wa 29 mstari wa 1 hadi 30. Tumerudi tena na Mheshimiwa Hezekia ambaye Biblia inasema alifanikiwa katika kila jambo alilofanya. Je, nini siri ya mafanikio haya? Tunawezaje kujifunza kutokana na kanuni zilizohakikisha mafanikio yake? Tafadhali tumkaribishe mheshimiwa kwenye mazungumzo ya Footprints. Nimefurahi kurejea. Natumai wewe na hadhira yako mlipata maarifa niliyowapa katika sehemu ya kwanza kuhusu usafi na uwepo wa Mungu kuwa mojawapo ya siri ya mafanikio. Ndiyo. Tulijifunza mengi na tunatazamia kwa hamu sehemu ya pili. Tuligundua kuwa ulidhamiria tangu mwanzo wa uongozi wako kutofanya kazi peke yako. Ulichukulia ushirikiano wako na makuhani na Walawi kuwa msingi wa mafanikio yako. Kwa nini ulitanguliza kurudisha utaratibu wa ukuhani? Hakika, kwa sababu ushirikiano wa uongozi pia ni muhimu kwa mafanikio yako. Nilikuwa nikifanya kazi ya Mungu kama mfalme na rais. Kwa hivyo, nilizingatia uongozi wangu kama wito mtakatifu na huduma. Hata hivyo, kikoa changu kilikuwa ikulu na bunge. Kikoa cha makuhani na Walawi kilikuwa kwenye hekalu. Ili kudumisha maisha ya kiroho ya watu, lazima nisaidie kurejesha utaratibu wa kikuhani ili wafanye kazi yao vizuri. Ulipochukua nafasi yako, makuhani na Walawi wengi walikuwa wakiishi katika dhambi na waliacha kazi zao takatifu. Tunaposoma katika Mambo ya Nyakati 2, mlango wa 30 na mstari wa 15, kwa sababu ya kujitolea kwako kwa Bwana, makuhani na Walawi waliona haya, wakajitakasa, wakaleta sadaka za kuteketezwa katika hekalu la Bwana. Hukuwakosoa, hukuwadharau kwa kushindwa katika majukumu yao matakatifu. Kwa nini? Ukitaka kufanikiwa, kamwe usimdharau kiongozi yeyote wa kiroho. Kamwe. Kiongozi huyo anasimama au anaanguka mbele za Mungu wake. Hawajibiki kwako bali kwa Mungu. Huenda hujui mapambano na vita anazopitia. Niliwaheshimu, nikawapanga na kuhakikisha kuwa walipata mahitaji yao. Hii ni kuwasaidia kujitoa kikamilifu kwa sheria za Bwana na kuabudu hekaluni. Nilifanya sehemu yangu na namshukuru Mungu walikuwa na unyenyekevu wa kupokea msaada nilioutoa. Kuheshimiana na unyenyekevu ulikuwa muhimu sana. Vizuri sana. Tunaomba tufanye hivyo pia. Tunasoma katika Mambo ya Nyakati 2, mlango wa 30 mstari wa 21, kwamba katika chochote ulichofanya, ulitenda kwa moyo wote. Hiyo ndiyo ilikuwa siri ya jinsi ulivyowaheshimu na kuwaunga mkono makuhani na Walawi. Ndiyo, ni muhimu sana kuwa na uaminifu kamili na kujitolea kwa kila kitu ambacho kinampendeza Bwana. Viongozi wa kiroho wanapoanguka, wanashuka chini pamoja na washirika wengi wanaokata tamaa au kuacha imani. Je, hili linampendeza Bwana? Hapana. Tunapowapuuza wale wanaotumikia kiroho, ibada huporomoka na watu hutawanyika. Omba pamoja nao na waunge mkono. Je, hiyo ndiyo sababu ulirekebisha migawanyo ya kikuhani na kurejesha matoleo? Bila shaka, makuhani na Walawi wanaposaidiwa, mafundisho husitawi na watu hukua katika imani na kweli. Tunashiriki misheni moja, kurejesha uwepo na utukufu wa Mungu. Ndiyo. Wakati viongozi wengine wa kiroho wanapokuwa huru kutokana na wasiwasi wa mapato, wanaweza kutimiza wito wao pia. Tuko pamoja katika misheni hii. Na ulionyesha hili kwa watu kwa kutumia mfano wako mwenyewe. Kweli. Ndiyo, unaposoma katika Mambo ya Nyakati 2 mlango wa 31 mstari wa 3 na 4, nilitoa katika mali yangu kwa ajili ya sadaka za kuteketezwa za asubuhi na jioni, na sadaka za kuteketezwa katika Sabato, na mwandamo wa mwezi, na katika sikukuu zilizoamriwa. Pia niliwaamuru watu waliokaa Yerusalemu watoe sehemu ya makuhani na Walawi ili waweze kujitoa kwa ajili ya sheria ya Yehova. Watu wakaitikia kwa ukarimu na kutoa mpaka hapakuwa na nafasi tena ya kuweka michango. Tungependa kutumia uzoefu wako katika mipangilio ya kisasa kama wataalamu. Je, ni ujumbe gani kuu inayoweza kutusaidia kufanya hivyo? Kwanza, uongozi hustawi kwa kuaminiana. Sikushindana na makuhani na Walawi. Niliwawezesha.
Mamlaka ya kweli yanatia nguvu. Pili, uongozi unaoshindana unavunja jamii na kuzuia kazi ya Mungu. Viongozi lazima watembee kwa usawa, sio kwa kutengana. Upatanisho hutufanya kukamilishana na kudumisha ukuaji wa kiroho. Hatuko kwenye ushindani. Pole kwa kukukatiza. Natumai viongozi wote wa kiroho watazingatia hili. Tafadhali endelea na somo la 3. Heshimu uongozi wa kiroho. Waheshimu wale wanaobeba wajibu wa kiroho. 4. Wasaidie viongozi wengine wa kiroho katika maombi, kwa wema na fedha. 5. Tumia utaalamu wako kupendekeza na kusaidia kutoa muundo, uwazi, uwajibikaji, umoja na kujenga imani katika mahali unaposhiriki. Kumbuka, humfanyii kuhani au Mlawi. Unafanya kwa ajili ya Bwana. Hata kama wengine hawataitikia vyema, fanya sehemu yako na kumwachia Bwana matokeo. Nyote mnawajibika kwa Bwana. Mafunzo ya busara sana. Bwana atuwezeshe kuyaweka katika vitendo. Tunatazamia sana sehemu ya 3. Hadhira, tumpe shukrani zetu mheshimiwa. Iwapo mazungumzo haya ya Footprints yamekuwa yenye baraka kwako, basi ipitishe ili iwe ya baraka kwa wengine. Je, wewe ni muumini aliyejitolea kutimiza wito wake wa kitaaluma mahali pa kazi na mahali pa biashara? Tuna rasilimali kadhaa kukusaidia kufanya hivyo. Jiunge nasi kwenye mtandao wetu YouTube kwa ajili ya wewe kupokea rasilimali mpya kila wiki. Kama wewe pia una vipaji vingine vya kiteknolojia, wasiliana nasi na tuzisalimishe kwa Bwana ili kubadilisha maisha ya wengine kwa utukufu wake.